zitakuwa zinafunga. Lina urefu hapo unavyoliona, lina urefu wa kilomita 2 kutoka hapa kwenda baharini kwenye kina kirefu mpaka cha mita 24 na 40 za mafuta ghafi ambao ni sawasawa na mapipa milioni 1. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa tulipo ni juu ya jeti ambapo gari na watu wanaweza kawa wanapita kufika mpaka mwisho wa jeti kwa ajili ya shughuli za operations na matengenezo. Chini ya jeti ndiko bomba la mafuta limepita pamoja na kusogea bomba halijafukiwa, lipo kwenye deki. Hii ina deki 2. Hapa juu kuna deki nyingine ya chini. Kwa bomba limepita katikati. Kwa hiyo linaenda moja kwa moja mpaka mwisho wa jeti ambao ni kilomita 2 kutoka hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwisho kabla ya jeti kuna jengo linaitwa EITS building, jengo kwa ajili ya kucontrol mifumo ya usafirishaji, mifumo ya mawasiliano pamoja na mifumo ya umeme pamoja na mifumo ya kucontrol flow nzima ya mafuta kutembea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati wa ujenzi wa mradi huu swala la mazingira lilizingatiwa kwa ukaribu mkubwa. Moja ya vitu vilivyofanyika kama unavyoona, ule uoto ilikuwa sio haikutakiwa kwamba ule uoto uathiriwe kwa namna yoyote ile. Kwa katika ujenzi huku kwenye kina kifupi zaidi ya mita 800 ulitumika mtambo maalum ambao toka umeanza kujenga mpaka umemaliza wenyewe haukugusa sakafu ya bahari ili kuhakikisha kwamba bahari iko sawa sawa. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa hii ilivyojengwa ina maana kuna nguzo ambazo zimesimikwa baharini. Usimikaji wake ina maana ulikuwa unazalisha kelele. Mkuu ilitengeneza mtambo maalum ambao ni kama water soundproof, kwa ilikuwa kigonga ile nguzo, sauti ilikuwa isambaye na kuathiri mahali walipo karibu na eneo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa hiyo hatua iliyofikia mpaka sasa hivi upande wa ujenzi wa jeti ni 87%, na kimsingi ujenzi wa structure na civil work imekamilika. Kazi zilizobaki ni hizo za kuunganisha mabomba hapo chini na hiyo mifumo ya umeme pamoja na mifumo ya control flow ya mafuta. Mara wa nchi yetu tunaodefaini maono ya viongozi wetu, visionary leaders. Hii ni miradi inaweza kutekelezwa na viongozi wanaokuwa na vision. Nitumie fursa hii kuwapongeza viongozi wetu kwa kutuwekea, kwa kutuheshimisha kwa kutekeleza miradi hii. Tulizoea kuona miradi ya aina hii ikiwa inatekelezwa kwenye nchi zilizoendelea. Leo tunaiona Tanzania. So jamani, kila laheri, tunatakia kila laheri. Nimeridhishwa na hatua zinazoendelea. Asante sana mgeni rasmi, na kwa dakika moja haraka sana tupate picha moja ya kumbukumbu. Viongozi wa serikali pamoja na wawakilishi wa mradi, basi tunaweza tukasimama hapo kadri watu wa itifaki watakavyotupanga. Wawakilishi wa mradi Musa na wenzako, chap na haraka, tusimame hapo jirani na mgeni rasmi tupate picha moja ya kumbukumbu. Emmanuel Brothers Bomba, oye! Bomba, oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, oye! Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunakutakia safari njema, ziara yako ikawa ya mafanikio sana kwa nchi yetu. Karibu sana kwenye mradi wa bomba la mafuta.